ni aidha wachague wao watupe mchezaji wetu kipindi hiki au abaki aendelee kugongesha bana. Kuelekea mchezo wa Yanga dhidi ya Al Ahly usiku ya kesho, afisa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ali Shabani Kamwe ameweka wazi ya kwamba maandalizi yamekamilika kuelekea mchezo huo, lakini kubwa zaidi akisisitiza kwamba nyota wote ambao wameambatana nao kuelekea pale visiwani Zanzibar wako fiti kabisa kwa ajili ya kuwavaa kikosi cha Al Ahly, ikiwemo pia Clement Mzize pamoja na Edmund John, akitaja kwamba walikuwa kwenye program tu ya kurejesha utimamu kwenye mchezo, na kama mwalimu ataopti kuanza nao kwenye kikosi ama kuwatumia kesho, basi pia litakuwa jambo jema, kwani wameshapona majeraha yao na wana nafasi kubwa pia kutumika kwenye mchezo huo. Mbali na hayo bwana, Ali Shabani Kamwe ameweka bayana ya kwamba amefurahishwa pia na Imam Ashur kutokuwa sehemu ya kikosi cha Al Ahly, kwani pia eneo lile alikuwa na udhibiti mkubwa na uwezo mkubwa wa kuwa confuse Yanga kunako kutafuta nafasi ya kupata ushindi. Lakini pia amegusia kuhusiana na issue ya usajili wa nyota mmoja ambaye watamchukua kunako kikosi cha Simba, akisema ya kwamba Simba ikiwezekana walushe taulo hivi sasa, wawakabidhi mchezaji wao ama waweze kumchukua mchezaji huyo mwishoni mwa msimu huu. Amezungumza hapo pale visiwani Zanzibar baada ya press conference ya kuwasikiliza walimu wa timu zote mbili kuelekea kwenye mchezo huu. Hebu tumsikilize Ali Kamwe hapo alipozungumza hii leo. Hali ya timu iko safi, mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefanya mazoezi ya mwisho leo hapa New Aman Complex. Wachezaji wote wa Yanga naweza kudiriki kusema wako salama. Hata wale ambao walikuwa kwenye majeruhi kwa muda mrefu, sasa hivi wameingia kwenye phase ya utimamu wa mwili. Wameingia kwenye fitness, kina Mzize hao, kina Edmund John, kina Azizi Ndambwile wameanza kufanya mazoezi ya pamoja na wenzao. Hiyo ni sign nzuri. Kwa fitness mwalimu anaweza kuamua kwa mchezaji anavyomtazama. Anaweza kuchukua siku 3, kachukua wiki, kachukua wiki 2, kachukua mwezi. Ni mchezaji anavyozidi kuimaria kutoka kwenye jeraha lake kuja kwenye utimamu wa mwili. Yaani wameshapona. Sasa hivi wanatengenezea sasa utimamu wa mwili wa kupambana. Si mmemshuhudia leo Clement Mzize pale. Piga mawe kweli kweli, mpira unasikia unavuma hivi. Kwa mwalimu anamwangalia sasa. Huyu mpaka siku fulani anaweza kuwa amesha match ile kasi ya wenzake. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, timu yote sasa hivi yote hakuna hata mwenye mafua. Kibwana amekuja na yeye ameimarika vizuri, yuko safi, hakuna hata mmoja mwenye changamoto yoyote. Mwenyezi Mungu atujalie hii hali iendelee mpaka kesho, mwalimu akapate option kubwa ya kuchagua timu yake. Mchezo huu ni mchezo mgumu kama alivyosema siku ya kwanza, lakini kazi ngumu ndio kazi za Yanga. Kazi ngumu ndio kazi za Young African Sports Club. Pamoja na ugumu huo, ubora ambao yuko nao Al Ahly, rekodi zake, ma-CV yake, lakini sisi Yanga ndio kazi ngumu ambazo tunazifurahia kuzifanya. Moja wapo ni hii ya siku ya kesho. Tunacho kikosi ambacho kinaweza kumsurprise yoyote. Hata mmemsikia kocha wao hapa alipozungumza kwenye press conference. Anasema ilibidi kipindi cha kwanza mwishoni wategemee miujiza ya Trezeguet kupata goli la kuongoza. Maana yake kipindi cha kwanza tuliweza kuwa contain vizuri na tulitena nafasi za kufunga, bahati tu haikuwa yetu siku ile, mpira haukuweza kuingia kwenye kamba. Kwa tunaamini kesho inshallah tutakwenda kuboresha yale yote ambayo yalikuwa changamoto kwenye mechi ya kwanza, na kesho tukafanya vizuri zaidi kwa maana tupate matokeo mazuri. Mechi ya kesho unajua ina mtazamo tofauti. Kama Ali atashinda kesho, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, atakuwa amesha qualify kwenda hatua ya robo finali. Kwa sisi tuna jukumu kwanza la kumzuia Ali asiende robo finali kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Alafu tuna jukumu pia la kulifanya ile kundi liwe hai. Mtu mmoja akishafuzu mechi mbili bado utamu wa kundi unapotea. Kundi la kifo lazima tupelekane mpaka dakika ya mwisho. Tuone nani ana qualify kwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kupambania heshima ya Yanga, heshima ya Tanzania na heshima ya East Africa kwenye 90 za siku ya kesho. Nimethibitisha Imam Ashur hayupo Zanzibar. Nimethibitisha. Sasa kumkosa yule nisiwe mnafiki. Mimi kama shabiki tu wa Yanga. Sijui mwalimu yeye ameonaje, ila mimi kama shabiki wa Yanga zile bleach ni za moto. Kwa hiyo kumkosa Imam Ashur tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Hatujui ana matatizo gani. Kama matatizo ni makubwa sana ya kiafya, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka. Kachelewa ndege. Atajua sasa mwenyewe. Ila hiyo kutokuwepo Zanzibar sisi angalau tumeelewa kitu matokeo mazuri. Ila mimi nimefurahi. Nimejiridhisha kama shabiki tu wa Yanga. Imam Ashur hayupo Zanzibar. Wao watajua wamreplace nani pale, watajua wao. Lakini sisi tumeiandaa timu na of course unajua Ali, ukiangalia vizuri kila eneo ina watu. Kiambiwa Imam Ashur hayupo, anaingia yule Zizu na penyewe pa moto hapo. Si ndio panakuwa pana watu wengi ambao wanajua mpira. Lakini yule kukosekana tu nisiwe mnafiki. Najua na wana Yanga wenzangu duniani tumefurahi hilo jambo. Mtoto yule afai. Acha apumzike. Acha hapo mwezi wa 4 tutajua mwalimu ni nani. Na unajua mimi sasa hivi nimeshafika hatua ya kuona kwamba ili mchezaji apate thamani kwenye mpira wa Tanzania ni lazima alinganishwe na Pacome Zouzoua. Yaani timu yote isajili mchezaji ni lazima imlinganishe huyo mchezaji na Pacome Zouzoua. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida. Namna gani unaweza kuvalue wachezaji wao kumlinganisha na profesa wa mpira. Jambo la mwisho ambalo hamniulizi na natamani mniulize, mmekaa kimya au mnalijua? Tunalijua. Jambo gani? Ujui. Nilitoa wito muda mrefu sana. Na nikasema ile kauli ni aidha wachague wao watupe mchezaji wetu kipindi hiki au abaki aendelee kugongesha. Dalili naziona. Wamenielewa. Dalili naziona jambo letu kutimia. Naziona nyeupe. Naziona yani. Nishaanza kusikia wapeni tu. Waende tu. Yaani kama nishaanza kusikia wewe unajua mtu kitu kinakuuma. Unajua kuna mtu akiwa anakuuma hapa. Yeye nauma hapa, yani katikati ya kifua na moyo hapa. Hapa ndio inapoumia. Aende tu. Kwa nani bwana? Sisi tunasubiri hivi kama fisi tunazengea tu. Wajichanganye. Yaani sisi kama fisi. Hajui mpira sisi sasa tunatazama tu. Nasemaje? Kumbe mnawajazaje? Yaani tunawasikiliza hapo waseme. Licha kusema kwamba mmeshakamilika. Nasemaje? Wajichanganye tu hapa Januari. Sisi tarehe 20 ngapi leo? Leo tarehe 20 ngapi? Leo tarehe 20 ngapi? 30 leo. Leo 30 mwisho kesho. Wajichanganye hizo siku mbili hizi. Wajichanganye tu kwamba afai aende. Wajichanganye hapa hizi siku mbili hizi. Tuwafurahishe. Lakini kiuhalisia anajua ajui. Nani? Si huyo mchezaji wetu? Yeye anajua boli. Anajua boli, mchezaji wetu sisi anajua boli. Wanasema ameandika barua tayari. Ndio dalili naziona shekhe, hadi naona. Naona ni jambo linakaribia. Maana muda mrefu na jamani. Muda wakati huu. Mara sijui atoki huyu. Sasa hivi maneno yanabadilika sasa hivi. Aende tu huyo. Tunao wengi tu. Wajichanganyeni. Wanasema kazini kwake kuna kazi. Nasemaje, wajichanganye bado siku mbili hapa. La haula wala quwwata. Pap mfukoni kitu. Taweza sasa tutatambulisha mtu mwingine. Yaani wakijichanganya leo, kesho sasa tutatambulisha mtu mwingine sasa. Hamjamaliza kumbe. Bado. Nafasi yake itapatikana tu huyu. Tunajua jinsi ya kufanya, tutapata nafasi yake. Yaani wajichanganye. Mpaka nimeona wameanza kama make mrefu na matupeni huyo mapema saa hizi. Dirisha hili, huyu atoki hapa. Saa hizi wameanza kuchange language. Maana yake ajenda yangu na azimio letu tunakaribia kutimia. Wajichanganye sasa hapa. Hizi siku mbili hizi tuwafurahishe. Na akija yule achezi mpaka machi. Ndio mechi ya kwanza.